si kavulana kamelala na msichana, si mtu kaiba pale ndani. Hiyo sio dhambi. Hayo ni matunda ya dhambi iliyoko ndani ya mtu. Dhambi ni uasi. Anasema hivi, amwaminie hahukumiwi, hana hukumu, ameshahamishwa kutoka kwenye hukumu, ameingizwa uzimani. Lakini anasema dhambi ni kuto kuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. That's the sin. Kwamba wewe umemkataa Kristo, ndio maana unaitwa mwenye dhambi. Unaitwa mwenye dhambi kwa sababu hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtu akishaokolewa akawa amemwamini Yesu, haitwi mwenye dhambi. Mtu aliyeokoka akifanya kitu kinyume na utaratibu wa maisha ya Ukristo, anaitwa amekosea. Ndio maana kwenye Biblia imetenganisha, imesema makosa na dhambi. Hakuna mtu anaweza kujizuia na dhambi. Ni ngumu wewe kujizuia mwenyewe. Ni sawa sawa na mtu ambaye amezoea ulevi. Ni ngumu kuacha ulevi. Yanajizuie tu. Kuwa ndani ya Kristo sio kumkiri Yesu. Kumkiri Yesu ni step 1. Roho Mtakatifu akishachukua maisha yako, hauko chini ya hukumu. Hauwezi kuitwa mwenye dhambi. Umesafishwa na Roho wa Mungu. Umesafishwa na damu ya Kristo. Mtu akishaokoka na una Roho wa Mungu ndani yako, haiwezekani ukawa mwenye dhambi. Ila kuna uwezekano wa kurudi dhambini, wa kuanguka kutoka katika neema. Hiyo naikubali.